Mwenyekiti wa chama cha CUF Yusuf Mirambo ametoa wito kwa vyama ambavyo mpaka sasa havijaingia katika umoja wa kitaifa viweze kujiunga kwa ajili ya maslahi ya Watanzania. Mirambo ameyasema hayo katika moja ya vyombo vya habari nchini. Ameeleza kuwa chama ambacho hakipo katika umoja wa kitaifa wanapaswa kuingia kwa ajili ya wananchi wa Zanzibari na Tanzania bara ili waweze kupata maendeleo. Lakini ndani ya ACT wako wale waliotoka CUF na kuhamia huko ambao walishiriki moja kwa moja katika mazungumzo ya maridhiano mpaka kufikia kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Wapo wanayajua haya ninayoyasema, wanajua uchungu, wanajua historia, pengine wamemezwa na wengine kuweza kuwa hivi walivyo. Kwa hivyo kama wananisikiliza, mimi wito wangu ni kwamba wafanye haraka, waingie katika serikali ya umoja wa kitaifa ili wananchi wa Zanzibari, wananchi wa Tanzania nzima waweze kupata maendeleo ya kweli, na waweze kuzisikiliza sera za kila wizara, na waweze kusikiliza sera zinazopatikana katika ofisi ya makamu wa kwanza wa rais ambaye bado naye hajaingia madarakani. Waweze kupata vyote hivyo, nchi iweze kupiga hatua. Pia ameeleza kuwa katika serikali ya umoja wa kitaifa huteua viongozi kufuatia na chama kilichoongoza kwa kura za uraisi na chama kilichokuwa na majimbo mengi na wawakilishi ndiyo kitapata makamu wa kwanza wa uraisi na kupewa wizara 4 ikiwemo wizara ya afya, huku akisema katika wizara hizo 4 hairuhusiwi kupewa chama kingine kwa mujibu wa katiba, bali ni chama cha pili ambacho ni ACT ndio wanaweza kuingia katika nafasi hizo, ambapo mpaka sasa chama hicho hakijaweza kushiriki katika umoja huo. Aidha, ameeleza kuwa serikali ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi inawakaribisha kuwania nafasi hizo, isipokuwa wenye sifa za kujiunga bado hawajapeleka majina yao ili rais aliye madarakani aweze kuteua. Serikali ya umoja wa kitaifa SUK au JNU ni kwamba GNU ni kwamba chama kilichofuatia kwa wingi wa kura za rais na chama kilichofuatia kwa wingi wa majimbo na uwakilishi ndio ambacho kitapewa kwanza kupewa makamu wa kwanza wa rais, lakini pili kuweza kupewa wizara zile ambazo kama sijasahau ni 4 ikiwemo wizara ya afya. Sasa katika zile wizara hairuhusiwi kikatiba kupewa chama kingine, hairuhusiwi. Hiyo ni kile chama ambacho kimekidhi kiwango, kwa maana huo ndio utaratibu wa makubaliano na ukawekwa ndani ya katiba. Chama cha pili ambapo kwa uchaguzi uliokwisha ni ACT. Kwa hivyo wao ndio wanatakiwa kuweza kuingia katika hizo nafasi. Na ifahamike kwamba serikali ya Rais Hussein Mwinyi yenyewe inawakaribisha, isipokuwa wale wenye sifa ya kuingia ndio bado hawajapeleka ridhaa, kwa maana wanatakiwa kiutaratibu wapeleke majina ili rais aliye madarakani aweze kuteua. Kwa mfano katika makamu wa kwanza wa rais watakuwa peleke jina au majina matatu, sasa ni majina matatu ili rais aweze kuteua mojawapo. Na katika wizara ni hivyo hivyo, chama kile kinatakiwa kupeleke mapendekezo kila wizara majina yasiyopungua matatu ili rais aweze kuteua. Sasa kama hawajapeleka, maana hawajaamua kushiriki katika serikali ya umoja wa kitaifa. Vile Mirambo amesema endapo wasipoleta majina hayo, serikali itaendelea na kazi kama kawaida. Katiba imeonyesha kwamba wao wapeleke, wasipopeleka serikali inaendelea na kazi, kwa sababu kuhusu kazi za wizara kuna naibu waziri na kuna waziri, lakini watendaji wakuu ni makatibu wa wizara. Yule waziri kikawaida yuko pale kusimamia masuala ya sera, sio utendaji. Kwa hivyo utendaji utaendelea kwa sababu wizara inafanya kazi kupitia maamuzi ya baraza la mawaziri, na baraza la mawaziri likiketi, ambapo mwenyekiti wao ni rais, watapitia kila wizara, wataipitishia ya kufanya, na kama hakuna waziri, yale ya kufanya anapewa katibu mtendaji wa wizara
anasimamia kiutekelezaji. Na ikumbukwe kwamba serikali ya Zanzibar ina makamu wawili. Sasa ule makamu mmoja yeye anakuwa tayari kuweza kusimamia, lakini huwa kuna katibu kiongozi ambaye ni msimamizi wa makatibu wote, anasimamia pia utekelezaji. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo linafeli katika serikali kumkosa waziri kwenye wizara. Hakuna jambo linalofeli. Aisha Charles, Tifu TV.